Huyu anaitwa Gabo Zigamba, ni msanii wa Bongo Movie Tanzania. Leo nimekuletea wasifu wake kwa kifupi, ili walau kama ulikuwa ukimfuatilia Gabo Zigamba na kumwelewa, kumpenda na kumthamini kazi anazozifanya, basi hapa leo nimekusogezea wasifu wake kuhusiana na maisha yake yalipozaliwa, harakati zake, pamoja na vitu vingi kumuhusu yeye. Jina lake kamili anaitwa Salim Ahmed Issa. Alizaliwa Muheza, Tanga, tarehe 6 Juni mwaka 1983. Ni mwigizaji, mwongozaji na mwandishi wa tamthilia na mtayarishaji wa filamu kutoka nchini Tanzania. Anafahamika zaidi kwa jina lake la kisanii kama Gabo Zigamba. Salim amekuwa akifikisha ujumbe kupitia sanaa yake ya maigizo. Salim amekuwa akisikika na kufahamika zaidi katika ubora zaidi kupitia kazi zake anazozifanya za uigizaji na umahiri wake katika kufikisha ujumbe kwa hadhira katika kipindi tofauti tofauti. Anafahamika zaidi kwa kucheza filamu kama Big Surprise, Danija, Siyabonga na nyingine nyingi. Pia ameonekana katika mfululizo wa runinga maarufu kama vile Jua Kali, Kapun na Baba Uraifa. Kiukweli kabisa, unaposikia jina la Gabo Zigamba, si jina geni katika tasnia ya filamu Tanzania. Gabo alijizolea umaarufu mkubwa katika tasnia ya filamu baada ya kufanya vizuri na kuwachanganya wapenzi wa filamu Bongo, wengi wakiamini kuwa ni kijana wa kimachinga kutoka kusini. Kumbe si hivyo, bali ni Mgogo na Mhehe. Jina halisi la msanii huyu ni Salim Ahmed Issa. Akisema hilo ni kijana, lakini amejikita zaidi katika kuhakikisha anatimiza ndoto zake. Lakini sasa ukiachilia jina la Salim Ahmed Issa, jina analolitumia kuipata riziki ya kila siku ni Gabo Zigamba. Alizaliwa mitaa ya Mshindo na kukulia katika mitaa ya Kitanzini. Kama angekuwa Dar es Salaam, tungemuita mtoto aliyezaliwa Ilala na kukulia mitaa ya Kariakoo, akilelewa na mama yake, rafiki wa karibu kwake, ambaye ni Rafia Issa Kiyeyeu. Babu yake ni Mtoga Pafwe Kiyeyeu. Familia hii ni Martin Kiyeyeu, mtu maarufu sana Iringa, ambaye kila unapotaja jina lake wengi hukumbuka kuhusu maajabu ya kaburi lake. Gabo anasema kuwa ameishi pande zote mbili, lakini sehemu kubwa sana ni Iringa, kwa maana huko ni kwa mama yake, akisoma huko Ipogoro, Iringa. Gabo anasema yeye ni mwanaharakati wa kufikisha sauti yake kwa wanyonge, ambapo kupitia sanaa yake imekuwa ikisisimua na kuibua fikra mpya kila iitwayo leo. Kitambo alifikiria sana jinsi ambavyo ataweza kufikisha ujumbe wake kupitia sanaa yake, na hasa katika upande wa filamu. Kiupande wake ndoto hizo zimetimia. Sasa sijui zimetimia katika kiwango kile alichokihitaji au bado kuna sehemu anaelekea zaidi. Endelea kukaa nami hapo, bado sijamaliza, lakini nikukumbushe tu kwamba
Jambo zuri ni kusubscribe chaneli hii ili uwe unapata kila aina ya update na vyote ambavyo tunavyovipandisha katika mitandao ya kijamii, wewe unakuwa wa kwanza, si ndivyo Haya. Lakini pia Gabo Zigamba ameeleza kuwa licha ya mafanikio aliyoyapata kupitia tasnia hiyo ya filamu, kuna changamoto alizipitia kuyafikia hayo mafanikio yote. Haikuwa rahisi, ni changamoto nyingi alizifikia ili kuweza kuyafikia malengo. Gabo anasema kuwa kutokana na changamoto nyingi alizozipitia, lakini yeye kwake ilikuwa ni kama chachu ya kuyafikia mafanikio, kwani baada ya kushiriki filamu za watayarishaji wengine, aliamua kusambaza kazi zake kila mlango, kila nyumba, ili kuweza kupata riziki ya kila siku kupitia Sarafu Media. Kutokana na sababu hiyo, ilimlazimu mwigizaji huyu kusambaza kazi zake yeye mwenyewe. Sitaki kujutia kabisa, kwa sababu hizo ni changamoto ambazo nilizipitia, ameeleza Gabo Zigamba. Katika maisha siku zote changamoto ndiyo inamfanya mtu aone ni wapi alikotoka, aliko na anakoelekea. Aliweza kupata tathmini hiyo na kuamini kuwa japo anapitia changamoto ngumu, lakini huko mbele kuna mwanga. Giza litaondoka na mwanga angavu utaangaza kila kona ya hatua zake atakazozipiga huko mbele ya safari. Maisha yake yalianza zamani kweli, yaani kitambo kile cha zamani, mpaka safari ya miaka mingi, siku nyingi kweli, mpaka kuweza kufika hapo haikuwa rahisi. Pia anawashukuru wa Tanzania wote waliomuunga mkono mpaka kufikia hii leo. Amekuwa Gabo yule ambaye alikuwa akimwona miaka ya zamani kweli. Hizo ndoto zake kuzitimiza haikuwa rahisi, alipambana kweli. Gabo ameendelea kwa kusema kuwa licha ya changamoto alizozipitia, kuna faida pia. Katika jambo lolote kuna faida. Gabo anasema moja ya faida kubwa kwake ni pamoja na kupata marafiki wengi kutoka katika sehemu mbalimbali, lakini faida kubwa kabisa kuwa balozi mkubwa ambaye anayeaminika, balozi wa maji ambayo anayoyatangaza yeye. Kikawaida ameipata fursa hii hapo, kwa kuwashukuru sana wa Tanzania. Kwa kila Mtanzania anayeishi Malawi, na wao pia wana mchango mkubwa sana katika tasnia yake. Kufahamiana nao kwake imekuwa ni faida kubwa zaidi katika kuenzi ukoo wa mama yake, yaani akina Kiyeyeu. Gabo amepanga kutengeneza filamu kubwa ya kuusifia mwaka wake aliozaliwa. Kiukweli hii ni historia ya kusisimua kweli, inayotokana na historia ya msanii huyu pendwa Gabo Zigamba. Licha ya wengine, Gabo amesema kuwa anapenda sana kuenzi na kupenda tamaduni za babu zake. Huyu ni Gabo Zigamba maarufu kama Chinga, huku akisema yeye ni chotara wa Kihehe na Kigogo. Tena wale waliokuwa wakimtazama walikuwa wakimuona katika sehemu kubwa ya mafanikio ambayo yeye alitamani kuyafikia, ni kuwa msanii, na sio tu kuwa msanii bali kuwa kioo cha jamii, na sio tu kuwa kioo cha jamii, kuifanya sanaa yake kuwa ajira na iweze kumuingizia kipato. Kiukweli hii ndo hadithi na wasifu mfupi inayomhusu Gabo Zigamba, mwigizaji kutoka Tanzania. Historia iliyojawa na kila aina ya tabasamu, lakini pia huzuni kidogo, changamoto kidogo.
Na hivyo ndivyo maisha yalivyo siku zote. Kama tu safari ya maisha ya mwanadamu imejawa na changamoto kila kukicha, lakini siku changamoto ikiondoka, hapo faraja huja na kuteki place, kama jinsi ilivyo kwa Gabo Zigamba. Hivyo basi, kupitia wasifu na historia ya Gabo ikufundishe na wewe kokote kule uliko, kama una ndoto yako, jitahidi kuipigania, kuipambania, huku ukimtanguliza Mungu mbele katika kila hatua ya mapambano yako. Bana we, kama hujasubscribe chaneli hii, ni jambo la msingi zaidi unatakiwa kufanya wewe ni kusubscribe chaneli hii hapa, ili unapata vitu vikali na vitamu vinavyosisimua mbongo na ufahamu wako. Nikutakie majukumu mema ndugu yangu. Bye bye.